Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Ni Jumanne nyingine ya baraka ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, na wakati tukiwa tunaendelea na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ninapenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu Mungu ni mwema, na pia hata kwa ajili ya Kwaresma ninamshukuru Mungu sana. Mungu ni mwema na Mungu aendelee kututia nguvu na kutuwezesha wote ili tutimize maelekezo ya kimungu na katika yale ambayo yameandikwa na vitabu vyetu vitakatifu. Basi leo nina ujumbe ambao ninahitaji kila mwenye masikio aweze kusikia na atafakari katika huo. Kitabu cha Zaburi ya 14 mstari wa kwanza na ule wa pili, maandiko yanasema, mpumbavu amesema moyoni mwake, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kufanya machukizo. Hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kwa hiyo nini neno la Mungu linazungumza? Kwa sababu kumekuwa na makundi kadhaa ya watu ambao wengine wanasema sisi hatuamini katika uwepo wa Mungu kwa sababu Mungu, hivi vitu ambavyo vinafundishwa ama elimu inayofundishwa kwa habari ya Mungu ni mpango madhubuti wa wazungu kwa ajili ya kujinufaisha ama kutafuta maslahi yao. Kwa hiyo ili kupata maslahi yao wakaamua walete mpango huu ama elimu hii inayoitwa Mungu. Wengine wakavuka mbali theolojia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna makundi ambayo yanasema mimi siamini kabisa katika uwepo wa Mungu, lakini maandiko yanasema ya kwamba mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Kwa hiyo ukiona mtu anakwambia siamini katika uwepo wa Mungu, huyo ni mpumbavu. Na maana ya mpumbavu ni mtu ambaye hana ufahamu. Hata kama atakuwa na mali nyingi, ana kiwango kikubwa cha elimu, ile hali tu hajui kwamba kuna uwepo wa Mungu, huyo mtu ni mpumbavu. Akili yake bado haiko sawasawa. Unajua maisha ya mwanadamu yanatafasiri uwepo wa Mungu. Jiulize, leo hii kwenye simu zetu tunanunua vocha ili tuweze kuongea na watu, tuweze kufanya hiki, tuweze kufanya kile. Lakini imagine leo hii unaweza ukatembea, ukasafiri, lakini pumzi hiyo unayoivuta haujawahi kulipia hata siku moja. Haujawahi kuilipia hata siku moja. Je, light kama hiyo pumzi ingekuwa inanunuliwa kama vocha, wewe ungestahimili? Je, mimi ningestahimili? Jibu ni hapana. Kwa hiyo tu inatosheleza kutambua uwepo wa Mungu katika maisha. Viko vigezo vingi sana. So ninachotaka niseme hapa ni kwamba Mungu ana agenda duniani, ana programu ambayo anairatibu na anaendelea kuiendesha. Programu hii ni kumtafuta mtu ambaye anamtizama Mungu kwa jicho jingine. Ama kwa lugha nyepesi ni kwamba Mungu anasema toka mbinguni aliwachungulia wanadamu, aone mtu mwenye akili amtafutaye Bwana. Kwa hiyo katika makundi ya hawa watu ambao wanasema siamini Mungu, siamini uwepo wa Mungu, siamini nguvu za Mungu, wengine wanasema sisi ni mizimu, kwa hiyo siamini kabisa kwamba eti nikifa nitakwenda mbinguni au nikifa nitakwenda wapi. Katika hayo makundi ya hawa watu Mungu anaangalia, je, kuna mtu anayenitafuta? Kuna mtu anayenililia? Katika haya makundi ya watu ambao wanateka watu, yani swala la kuua kwake analiona ni swala jepesi, halichukuli kwamba kuua mtu ni makosa mbele za Mungu, ni dhambi kubwa mbele za Mungu. Mungu anaangalia, je, katika hayo makundi kuna mtu anayenitafuta akisema, Baba tumechoka na hii hali, Baba tumechoka na haya mateso. Je, kuna mwenye ufahamu? Maana akili ni ufahamu. Na ndio maana maandiko anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Tena kwenye Ayubu 22:21 anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kwa unapoona leo watu wanahangaika ni kwa sababu ya kuto kumjua Mungu, ni kwa sababu ya kuto kumtafuta Mungu. Na ndio maana unaweza kuona leo watu wanahangaika kila kona. Mtu wa Mungu, be the part of that program. Kuwa sehemu ya hiyo program ambayo Mungu anaifanya ya kuangalia na kutafuta watu wanaomtafuta. Na wewe ni miongoni mwa watu ambao Mungu atakapokuja kuangalia katika location uliyopo, akute unamtafuta, akute unamcha yeye. Hallelujah. This is my message to you this morning. Jua hilo kwamba Mungu anatafuta wanaomtafuta, na ndio maana Mungu anawafadhili hata siku ya mabaya. Utaona kuna watu ambao yani
ungetamani kusikia kwamba hata hii siku ya hatari na fulani amepona. Amepona ni kwa sababu amewekeza katika kumtafuta Mungu. Ajishughulishe na mambo ya Mungu, Mungu naye atashughulika na mambo yake. Kwa hiyo jifunze hilo, lichukue hilo, litakusaidia. Hii dunia hii, tunaishi katika dunia ambayo nyakati za mwisho zipo zinatenda kazi, na ndio maana Mungu akasema kwamba katika neno lake, nyakati za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wasiowajali wa kwao, wasiompenda Mungu, wapendao anasa. Jiepushe na hilo, mtu wa Mungu, mtafute Mungu sana. Muda tulionao ni mchache. It is too late. It is too late. Tumtafute Mungu, watu wa Mungu. Mungu awabariki. Tafakari katika neno hili na Mungu akutie nguvu na uliyaelewe maandiko katika jina la Yesu. Amen.